Shalom shalom, watazamaji wana Kristokrasia, watumishi wa Mungu mahali popote mnaponifuata. Naitwa mtume wa Kristokrasia, mtume John Kapeta. Leo nataka niongee na nyinyi kuhusiana na ufalme wa Mungu kwa mtazamo wa ufunuo wa Kristokrasia. Na siko peke yangu, niko na mtumishi wa Mungu yuko hapa na atakwenda kujitambulisha mwenyewe, na tutakuwa pia na wakati wa kuweza kubadilisha na yeye pia kuna maswali atakuwa anakwenda kuuliza kuhusiana na somo hili la Kristokrasia linalo tafsiriwa kwamba ni mamlaka ya ufalme wa Kristo duniani. Karibu sana mtumishi wa Mungu, unaweza kujitambulisha na wewe pia? Amina sana baba. Kwa majina naitwa Anthony Gabriel. Nashukuru sana baba kwa neema hii, na nashukuru kwa sababu unatupa jambo zuri kuhusu Kristokrasia. Na niende moja kwa moja baba yangu kukuuliza swali. Swali la kwanza ni kuhusu Kristokrasia yenyewe. Na kuombe nikuulize swali, unaposema Kristokrasia unamaanisha nini? Nashukuru sana mpendwa mtazamaji. Nitakwenda kulijibu hili swali kama alivyoliuliza mtumishi wa Mungu Anthony Gabriel. Kristokrasia maana yake ni mamlaka ya ufalme wa Kristo duniani, au kwa namna nyingine ni serikali ya Kristo duniani. Tunaona Kristo na tunaona pia krasi ambayo ni mamlaka tawala. Kwa hiyo ndio maana ya Kristo. Changamoto kubwa tulio nayo katika utumishi ni kutokuelewa gisi ambavyo kanisa linatakiwa kuenenda na ufalme wa Mungu kuna namna gani. Mimi ninachokiamini ni kwamba Mkristo yote, mtumishi yote wa Mungu ambaye Mungu amemuita, kulingana na Biblia inavyosema, yeye lazima awe ni mwakilishi wa Mungu, sahihi wa Mungu. Na akiwa anakilisha Mungu, maana yake anakilisha serikali ya Mungu duniani. Kwa sisi ni wakilishi wa serikali ya Mungu duniani. Lakini changamoto inakuja katika utendaji wetu tunapokuwa hatuelewe uwakilishi wetu uko namna gani katika hii serikali. Na hii serikali inafanya kazi namna gani. Hiyo imeletea watumishi wa Mungu wengi sana shida sana katika utumishi wao. Naweza kuleta mfano wa baadhi ya serikali za dunia hii tunazoziona hapa duniani. Tunachukulia serikali kwa sababu gani? Kwa sababu Kristo na yeye ni mfalme alikuja, kulingana na Biblia inavyosema kwenye kitabu cha Isaya 9 mstari ule wa 6 na wa 7, inaonyesha kwamba Kristo ni mfalme na amezaliwa akiwa na mamlaka ya kifalme mabegani mwake, na amekuja na enzi za ufalme wake hazitakuwa na mwisho. Tunaona kwamba amekuja kujenga ufalme wake duniani, na sisi tukiwa wale ambao walipewa neema kuitwa katika ufalme, lazima tujue kwamba tunaye mfalme na tuko katika ufalme. Sasa ufalme kidogo kuna fujo nyingi sana kwenye ufalme. Kuna mwingiliano wa maneno sana katika ufalme, sababu tu ya wengi hawakupata elimu inayoongea kuhusu ufalme uko namna gani. Nitakupa mfano tu wa ufalme za dunia hii. Ukiangalia katika namna ambavyo kipengele ambacho nataka kuongelea ni kile cha mtazamo tu. Unapomtazama mfalme au mfanyakazi yoyote wa serikali ya dunia hii, namna anavyoonekana, maisha anayoyaishi, gisi alivyo, uhakika aliokuwa nao, ukiangalia tu, halafu ukirudi sasa katika ufalme huu wa Kristo, ukiangalia sasa wengi wa wale wanaoitwa ni wana wa ufalme au ni wakazi wa ufalme huu au ni watu ambao wanafanya kazi kwenye ufalme, ukiwaangalia hawaonekane kabisa kama wanafanana na ule mfalme. Kwa sababu huwezi kusema kwamba wewe ni mwana wa mfalme, lakini wanapokutazama unaonekana kabisa kwamba ni maskini wa ajabu sana. Lakini maneno anayoyaongea yanaonekana kwamba ni ya kifalme, lakini mwenyewe hata Sulemani aliongea, anasema hilo jambo lilimshangaza sana katika dunia hii, kuona wana wa wafalme wanatembea kwa mguu, lakini watu wa kawaida wanatembea na farasi. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kanisa lazima tukielewe. Ndio maana ufunuo umekuja. Ni kitabu ambacho ni rafiki sana, huwa tunakisoma. Yesu Kristo anaongea hapa na wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo. Katika Mathayo 6 mstari ule wa 30
13. Yesu Kristo anasema, tasoma kwa Kiingereza sababu Biblia yangu iko kwa Kiingereza. Nitasoma, inasema kwamba but seek first his kingdom and his righteousness, and all the things will be given to you as well. Anasema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na mambo mengine yote mtazidishiwa. Sasa tunatafutaje ufalme wa Mungu? Ni kitu cha kuweza kujua. Kwa hiyo Kristo anasema tutafute ufalme wa Mungu kwa sababu yeye ni mfalme. Kuna kitu ambacho tunatakiwa tukielewe katika hili somo, ni mchakato wa msingi wa kuendeleza ufalme wa Mungu. Huu mchakato wa msingi wa kuendeleza akili za kifalme ni wa muhimu sana kanisa kuelewa. Tunasema fundamental process of developing kingdom mindset kwa kimombo. Kwa hiyo lazima mchakato ufanike. Bila kuwa na mchakato kama huu inakuwa shida. Kwa hiyo Kristo anaonyesha kwamba tuwe na mawazo kwanza ya kutafuta ufalme. Hawezi kutafuta ufalme wa Mungu kama mawazo yako yanawaza kama mtu wa kawaida. Kristo anataka kwanza mawazo yetu tupitie kwenye ile mchakato wa kubadilisha mifumo yetu tuliyokuwa tumepokea nayo, au mifumo yetu tunayoitumia katika utumishi wetu, mawazo yetu tuliyokuwa nayo, imani tuliyokuwa nayo. Tuanze kufikiria kwanza kama wafalme, kwa sababu kinachobadilisha maisha ya mtu, kinachobadilisha mwenendo wa mtu ni namna anavyowaza. Kwa kuwa Biblia inasema yuko gisi ilivyo mawazo yake, yuko gisi ilivyo fikra zake. Kwa hiyo tukiwa na fikra safi, tutakuwa na maisha safi. Tukiwa tunafikiri kama wafalme, lazima na sisi maisha yetu yatakuwa ya kifalme. Ndio maana Kristo alipokuja alitaka kwanza kudili na akili ya kawaida na hawa watu ambao walikuwa wanaitwa wanafunzi wake. Alianza kufikiria kwanza namna gani akili zao zitaanza kufikiria kama wasomi. Ndio maana akawa anaongea nao, anasema kwanza anawaambia tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Ikawa ni kazi kubwa sana ili wapate kupita kwenye ule mchakato. Kwa hiyo ndio gisi alivyokuwa anakwenda nao. Kwa hiyo Kristo ni mfalme na lazima ufalme tujue unakwenda namna gani. Tukisha kuwa na mawazo ya kifalme, tukitafuta ufalme na kujua haki yake, mambo mengine yatakuwa kirahisi sana. Kwa nafikiri haya ndio yale ambayo nilikuwa nataka katika kipindi cha leo ni yaongee. Alafu pia tupate maswali ambayo yatakwenda kuibua pia maelezo mengi kuhusiana na kristokrasia ambayo ni mamlaka ya ufalme wa Mungu duniani kupitia watu wa Mungu. Je, kanisa leo linaloitwa la watu wa Mungu linaishi alichosema Kristo hapa, au ni tofauti? Kwa mtazamo wangu mimi naona kama ni tofauti. Ni kwa sababu hawajaelewa ufunuo huu. Wakati umefika ili tupate kuingia kwenye vuguvugu hili na kuelewa ufunuo. Karibu sana mpendwa, kama kuna swali lolote mpaka hapo. Ninajua wewe ni mwanafunzi mzuri wa kristokrasia, lakini sasa unaweza ukajaribu pia kutoa mchango. Na naomba niulize swali moja ambalo kwenye maelezo umesema watu wengi wanajikuta wanaishi katika hali ya umaskini wakiwa wanawakilisha ufalme wa Mungu duniani. Na ni kweli, nikipita barabarani utakuta mtu yuko anahubiri. Na hapo kwenye maandiko umesema tutafute kwanza ufalme wa Mungu na mengine tutazidishiwa. Yule mtu yuko anautafuta ufalme, ndio maana anafanya uinjilisti. Yule mtu yuko inawezekana anafunga, yuko anakaa kanisani muda wote. Sasa kwa nini inafika sehemu ile hali bado anaonekana na umaskini na yuko anatafuta ufalme? Swali langu ni hilo. Na ni kweli, ni zaidi kwamba kuna watu na kuna mafundisho yanayoonyesha kwamba ukiwa kanisani unaabudu, unaimba, unashinda kanisani ndio unamtafuta Mungu. Ya, ni kweli unaweza kumtafuta Mungu kwa aina hiyo, lakini kwa mujibu wa ufunuo wa kristokrasia, Mungu alipomuumba mwanadamu hapa duniani alimuumba kwa kusudi. Na ili kusudi tuko tunalipata katika kitabu cha Mwanzo
sura ile ya kwanza mstari wa 26, Biblia inaongea ni katika masuala ya uumbaji. Biblia inasema hivi, mstari wa 26 anasema na Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili apate kutawala juu ya wanyama, atawale juu ya samaki wa baharini, ndege wa angani, atawale juu ya wanyama wa porini, atawale juu ya kila kiumbe kinachotambaa. Kwa hiyo tunapotazama hapa tunaona kusudi la Mungu lile la mwanzoni. Mungu alipoumba mwanadamu, alimuumba ili mwanadamu apate kutawala. Unaposoma katika kitabu cha Kizungu, Biblia inasema hivi, then God said, let's make mankind in our image, in our likeness, so that they may have dominion over fish in the sea and the bird in the sky, over the livestock and all the wild animals, over all the creature that move along the ground. Anasema kuna kitu hapa nataka ukifuate vizuri. Anasema kwamba so that they may have dominion. Na ukiangalia hapa mwanadamu, huu ndio mpango halisi wa Mungu, ili mwanadamu awe na atawale. Kwa hiyo hakuna utawala bila kuwa na udhibiti wa rasilimali. Kwa hiyo hapa dominion au utawala hapa ni kudhibiti hivi vitu vyote, ndege wa angani, wanyama wa porini, na wale na samaki wa baharini, na wanyama wote wanaotambaa katika ardhi. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa ndio kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu alikuwa la kumuumba mtu ili mtu aanze tu kumwabudu bure. Hapana, kumwabudu ni jambo nzuri, kumuomba Mungu ni jambo nzuri. Lakini kusudi la Mungu lilikuwa ni la mwanadamu apate kutawala, apate kuwa ni mwakilishi, apate kuwa msimamizi, the steward, msimamizi wa rasi. Sasa tunapoangalia Biblia inasema kwamba Mungu amemuumba mwanadamu ili apate kuwa mwakilishi, akiwa anakilisha kazi au anamwakilisha Mungu duniani mwenyewe. Kwa hiyo akamweka katika bustani ya Edeni ili apate kuwa na udhibiti kwa ujumla kwa ajili ya vitu vyote alivyoviweka. Kwa hiyo hawezi ukaongea kutawala kama hauna na udhibiti wa rasilimali zote hizi. Kwa hiyo kusudi la Mungu ni nini? Biblia inaposema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtakwenda kuzidishiwa. Ni yapi ambayo tunakwenda kuzidishiwa? Kwanza tunatakiwa tujue kwamba ufalme wa Mungu kwanza ni nini. Kwa sababu Yesu Kristo anaongea na wanafunzi wake, anawaambia ufalme wa Mungu uko katikati yenu. Kwa hiyo kama ufalme uko katikati yetu, maana yake Kristo yuko katikati yetu. Kwa sababu Kristo, unaposoma Isaya 9 sura ile mstari ule wa 6, anasema kwamba kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Tumepewa, kwa tafsiri ya Kiswahili inasema tumepewa mtoto, lakini tafsiri ya Kiingereza inasema tumepewa mwana. Mamlaka ya kifalme itakuwa juu yake. Kwa hiyo ataitwa mshauri wa ajabu, baba wa milele, mfalme wa amani. Mstari wa 7 unaongea kuhusu maongeo ya ufalme wake hayatakuwa na mwisho. Kwa hiyo ukiangalia huyu ni mfalme, amekuja mahali alipo mfalme, serikali yake ipo. Maana yake Kristo alikuja, kama amekuja na ufalme. Kwa hiyo kuna aina fulani ya maisha ya mbinguni ambayo Kristo aliyaleta duniani ili sisi tupate kuyaishi. Kuna uzoefu fulani ambao mbingu imekuwa nao ambayo sisi tunatakiwa tuishi. Na kwa nini tunatakiwa tuishi haya? Kristo amekuja kurejesha kile kilichokuwa kimeharibika. Kusudi la Mungu tumeliona katika Mwanzo 1:26. Lakini baada ya anguko la mwanadamu, kuanguka katika manipulation ya shetani, basi mwanadamu akapoteza utawala, umungu wake ukapotea. Lakini Kristo alipokuja akarejesha. Kwa hiyo baada ya Kristo kuja inabidi turudie kwenye ule utawala.
Tunaporudi kwenye ule utawala, maana yake tunataka tuishi sasa maisha kulingana na mapenzi ya Mungu. Je, Mungu anataka sisi tuwe watu wanaohangaikia chakula na chakunywa? La hasha. Sivyo? Ndio maana Mungu anasema tuwe na mawazo ya kifalme. Tutafute kwanza ufalme. Tufanye kwanza kusudi la mfalme. Tutafute kwanza maslahi ya ufalme wa Mungu, na haya mengine yote tutapewa. Haya mengine yote tutapewa au tutazidishiwa. Kwa hiyo ndio kitu ambacho tunatakiwa kuelewa, kwamba ufalme wa Mungu ni kuishi maisha yale ambayo Mungu amekusudia sisi tuishi. Ndio yale tunatakiwa kutafuta tukiwa hapa duniani. Nafikiri ndio hapo ambapo nataka unielewe. Sijui kama kuna swali lingine, kwa sababu watazamaji pia wanataka kuelewa. Kama una swali lingine nitaendelea mbele. Ninaeleza yote kulingana na ufunuo wa Kristokrasia. Mamlaka ya Kristo au ya ufalme wa Kristo duniani kupitia wakilishi wake ambao ni kanisa. Kanisa ni wewe na mimi unayenitazama, na wewe pia ni kanisa. Asante baba, nashukuru kwa sababu naendelea kutufungua akili na tunaendelea. Lakini nina swali lingine ambalo tunaposema Kristokrasia, ukisikia mazungumzo au mafundisho unayonifundisha au unayomfundisha msikilizaji na mtazamaji, yanaonesha kama tunatakiwa tutafute, kuna pesa au mali au vitu vya kumiliki tuwe navyo. Sasa na ukisoma kwenye Mathayo 6 hiyo kuna sehemu inatuambia huwezi ukatumikia mabwana wawili. Huyu mtu ambaye anatakiwa atafute awe na umiliki, je, hawezi kugawanya nguvu zake kaziweka kwenye vile anavyomiliki akamsahau Mungu? Asante. Mtumishi wa Mungu ameuliza swali nzuri sana. Kweli Biblia inaongea katika kitabu cha Mathayo 6:24. Iko wazi. Nataka nisome, nafikiri ndio hapo. Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo anaongea kwa msisitizo, anasema no one can serve two masters. Either you will hate the one and love another, or you will devote to one and despise the other. You cannot serve both God and money. Kwamba hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili, kwa sababu utampenda mmoja au utamchukia mwingine. Hao mmoja utajitoa kwake na mwingine utamdharau. Finally au mwisho akasema hauwezi kutumikia wawili. Hapa moja kwa moja mimi nitasema hivi. Hapa Bwana ni mmoja. Bwana ni mmoja. Hapa pana mabwana wawili. Ndio maana Yesu anasema hauwezi. Kwa hiyo huwezi kuchukulia pesa kama bwana. Pesa ni zana tu ya kutumikia nayo Mungu. Sasa kinachotokea kwa watu ni nini? Nirudie kwa Kiswahili kingine kusema kwamba pesa ni kama vile ni moja ya kitu ambacho tunaweza kukitumia kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Lakini ukiangalia katika uhalisia wa maisha, kwa sababu pesa inaweza ikajibu vitu vingi, watu wengi kukimbilia pesa, alafu kuona kwamba kutumikia pesa ni rahisi kupata majibu kuliko kutumikia Muumba aliyeumba pesa. Sasa sisi, kwa sababu sisi ni sehemu ya ufalme wa Mungu, sisi hatutumikie pesa, kwa sababu utumishi wako au utumishi wangu mimi hatukuitwa kwa pesa. Unajua ndio changamoto kubwa ambayo unaona watumishi wa Mungu sasa hivi, anakuambia siwezi kuja kuhubiri mpaka nipate pesa. Siwezi kuja kufanya kazi ya Mungu hapo, natakiwa nipate bahasha yangu, nilipie mapema, na hakikisha nimeacha nyumbani. Katika ufunuo wa Kristokrasia, mawazo au katika misingi ya mawazo ya akili ya kifalme, hakuna kitu kama hicho. Hatuwezi kumtumikia Mungu alafu tukatumikia na pesa. Sisi tunamtumikia Mungu. Pesa inatusaidia sisi kumtumikia Mungu. Kwa mimi nikihitaji pesa, pesa inatengenezwa.
Kwa sababu siwezi kulinganisha pesa na Mungu. Kwa hiyo Kristo alichokuwa anaongea hapa ndio hicho. Huwezi kusema kwamba naenda kutumikia pesa. Mimi ninafanya shughuli zangu ambazo zitazalisha pesa. Namba moja, narudi kwenye Mathayo 6:33. My priority, kingdom of God. Whatever I get, chochote ninachokipata kama pesa kwenye mawazo yangu, ninajua ni Mungu kwanza. Kama ni Mungu kwanza, sasa Mungu yeye ndiye anayenipa uwezo wa kupata pesa. Imeandikwa katika Kumbukumbu la Torati, sura ile ya mstari ule wa 8, sura ya 18. Kwamba utamkumbuka Bwana Mungu wako akupaye uwezo wa kufanika tajiri au uwezo wa kutengeneza utajiri. Kwa hiyo pesa hatuwezi kuitumikia. Hapa anayetakiwa kutumikiwa Bwana ni mmoja. Sasa ole wako wewe ambaye umefanya pesa kuwa bwana wako. Naanza kukupatia kitabu kingine. Yesu Kristo katika uzinduzi wa huduma yake. Unajua Yesu Kristo alizindua huduma yake, unajua? Unajua kwamba Yesu alizindua huduma? Wow. Yesu alizindua huduma. Unaposoma katika kitabu cha Mathayo 4. Mathayo 4 mstari ule wa kwanza. Wewe na mpaka 11 kule utakwenda kuelewa. Hapa Yesu Kristo anajaribiwa. Ni baada ya kubatizwa. Biblia inasema kwamba alipobatizwa tu Yesu Kristo akaongozwa na Roho Mtakatifu jangwani. Aliyemuongozwa jangwani ni nani? Roho Mtakatifu. Sio shetani aliyemuongoza. Alienda jangwani kujaribiwa. Hapo ndipo alipokuwa anazindua. Unaona? Hapo ndio uzinduzi, anatuonesha ufalme wake uko aina gani. Alijaribiwa huko. Majaribu mengi aliyopitia. Jaribu la kwanza limeandikwa. Jaribu la kwanza, shetani akamjaribu akamwambia, chukua jiwe hili. Anasema, if you are the son of God, tell these stones to become bread. Kama wewe ni mwana wa Mungu, chukua mawe haya uyabadilishe yawe nini? Yawe mkate. Yesu Kristo alikuwa amefunga siku 40 mchana na usiku 40 bila kula. Na mwili wake ulikuwa na njaa. Na unajua njaa ndio inayotumaliza watumishi wa Mungu. Ukiwa na njaa sana, unaweza compromise. Hata injili ukauza, maji ukauza, mafuta ukauza, utauza mpaka machupu, utaweza kufanya vitu vingi sana. Njaa. Lakini yeye katika uzinduzi hapa hakuweza kufanya kitu kama hicho. Alichokifanya yeye, alisema, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the Lord. Hallelujah. Anasema mtu ataishi kwa mkate tu, ataishi kwa neno lote linalotoka mdomoni mwa Bwana. Maana yake alikata, uwezo alikuwa nao kama Mungu. Hapo angebadilisha jiwe kuwa mkate. Lakini unajua kwa nini alikataa? Hiyo nayo ni sababu, ni somo lingine lile. Yaani nikikwambia kwa nini alikataa, kwa sababu unajua unapochukua kitu solid, kitu kama jiwe linaweza likajenga. Yesu Kristo alikuwa ni jiwe la pembezoni. Jiwe linaweza likajenga gorofa. Nyumba inaanza na mawe. Jiwe ni kama vile tofali. Lakini Yesu Kristo alichokifanya pale, alikataa, kwa sababu how comes nitachukua jiwe ambalo liko ni ngumu alafu mimi nikabadilisha likawa mkate. Unajua mkate ni kitu ambacho very soft. Kwa dakika moja sasa hivi unaweza kuchukua kikayeyuka kikali. Katika utumishi wako, huwezi kuwa mtumishi kwenda kuhubiri injili kwa ajili ya kupata mkate. Tunakwenda kuhubiri injili kwa ajili ya kuendeleza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nikienda na wewe hapa utakuta kwamba katika kitabu ambacho nimesema Yesu akiwa anazindua, anaeleza amejaribiwa paka na sifa zote, fahari zote za ulimwengu aliachana nazo. Alikataa. Nikiendelea hapa, alikataa yote hivyo. Unajua sasa hivi sisi wachungaji tunapenda sana fahari. Tunapenda fahari sana, lakini huyu ndio mfalme huyu ambaye Isaya alikuwa anasema. Alikataa fahari. Shetani anamwambia jiachie. Imesemekana atatuma malaika atakudaka. Amekataa. Uwezo alikuwa nao na malaika walikuwepo tayari. Akamwambia nishuhudie tu, takupa fahari zote kwa sababu nilipewa.
Na wengi wanadanganywa hivyo. Kwani shetani alipewa kitu hapa duniani? Kama amepewa wakati gani? Kwa sababu kwanza kuna anasema yeye walimchukua manu militari, akatupwa, akaharakishwa duniani. Alibeba nini? Na kwa nini alikuja duniani? Si alikuja huko kama amekuja huko kwa sababu alikuja kufanya kifungo. Niko gerezani. Kazi kamwisha, akanyang'anya makazi huko mbinguni, akatupwa kwenye gereza hapa duniani. Mahali ambapo anakuja huko hana mahali pa kukaa. Kila kanisa linamfukuza, kila familia inamfukuza. Anazurura tu. Mara aingie kwenye nguruwe, mara aende makaburini. Sasa kwa hiyo hapa nilikuwa nataka tu nisiende mbali, nikueleze tu kwamba ufalme wa Mungu ni kuishi kusudi la Mungu duniani na kuishi maisha yanayolingana na mfalme. Sio tu maisha ya kiroho, hata maisha ya kawaida, kwa sababu ufalme wa Mungu uko duniani, hauko mbinguni. Sijui kama kuna swali lingine. Najua ni vitu vigumu ambavyo kidogo vinaweza vikamchanganya msikilizaji. Haya. Nashukuru sana. Hapo tumetoka mpaka tukaingia kidogo kwa shetani, ni kwera na zurura. Lakini wakati hapo umetoa mfano mzuri wa hapo Mathayo 4 wa Yesu alipokuwa anazindua. Kwanza leo ndo nimejua kama kulikuwa na uzinduzi. Sasa kasema aliacha fahari, shetani alimjaribu kwa fahari. Na mimi nina swali hapo. Nimemtumikia Mungu, amenizidishia. Kwa nini nisiwe na kagari kazuri? Hiyo si fahari? Kwa nini nisiwe na nyumba kazuri, nikajenga gorofa zuri? Ile si fahari? Hapo maandiko yeye ambako tunajifunzia amezikataa zile fahari. Hapo inakuaje? Unajua Yesu Kristo hizi fahari alizozikataa, alikataa kwa sababu shetani alimupropose. Akiwa anataka Yesu ashujudu mbele yake. Kwa sababu alikuwa anadanganya kwamba ukinishuhudia tu mimi nitakupa hizo fahari zote kwa sababu nilipewa, wakati ni uongo. Kwa hiyo it was another way, he wanted Jesus to compromise. Sasa hawezi kuzindua ufalme wako kwa kumshuhudia shetani. Sio kama unanielewa vizuri? Hauwezi ukataka kufanya kazi ya Mungu kwa kumshuhudia shetani. Unajua kuna watu wanaanzia kwa shetani ili wamtukuze Mungu. Haiwezekani. Haleluya. Kwa hiyo ndio inavyokuwa hiyo. Kwa hiyo ndio gisi ambavyo. Kwa hiyo uzinduzi, unajua tunavyosema uzinduzi hapa kuna mambo mengi sana, nitakuja kuyasema siku nyingine. Ni mambo mengi sana kwenye uzinduzi, kwa sababu kila mtu wa Mungu lazima azindue wana wake wa Mungu. Unajua ni vigumu sana mtu kuacha pesa. Ni vigumu sana mtu kufanya huduma bila kulipwa. Ni vigumu sana mtu kwa hiyo fahari sio kwamba hii fahari kwa namna hii ni fahari ambayo ni ya kishetani. Na kwanza yeye shetani hakuwa na cha kumupa Yesu. Ni uongo tu. Na ndio uongo ambao anaotumia mpaka leo. Anawaambia watu, unaenda kwa mganga anakuambia nitakutajirisha, lakini ukimwangalia mganga hajafanana kabisa na utajiri hata mara moja. Kwa hiyo ni amechukua tu style ile ya shetani. Lakini sasa mfalme wetu Yesu Kristo mwenyewe alikataa. Kwa hiyo na sisi tutakiwa kukubaliana na vitu kama hivyo. Mchakato wa misingi ya akili ya ufalme ndani mwako, ili upate kila kitu unachokifanya ufalme wa Mungu uwe mbele. Ufalme wa Mungu usiwe nyuma. Katika kazi yangu ya kitume, katika safari zangu za kitume, nimewahi kukutana na watumishi wa Mungu wananiambia, unasafiri sana, kwa nini unakwenda unaua kanisa? Nikajaribu kuwaeleza, ninaua kanisa gani? Umeua kanisa lako. Nikasema mimi sina kanisa. Kanisa ni la Kristo. Kwa hiyo ni zana ambazo watu wengi wanazo. Ameanza huduma naita ni kanisa lake. No, kanisa la Kristo ni mwili wa Kristo wa watu waliotengwa na ulimwengu na wanafanya kazi kwa maslahi ya ufalme, sio maslahi ya tumbo zao. Kwa hiyo hata Kristo katika Mathayo 4 katika uzinduzi huu alionyesha kwamba hafanyie tumbo lake kazi, hafanyie pesa kazi,
anamtumikia Mungu. Pesa ipo kwa ajili ya sisi kuitumia kwenye kazi ya Mungu, lakini pesa haipo kwa ajili ya sisi kuifanyia kazi wala kuiuliza pesa, je, tumtumikie Mungu. Sisi sio watumwa. Biblia inasema mtajua ukweli na ukweli utawaweka huru. Sisi tuko huru na Mungu awabariki.